Anza kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kuja hapa kutazama tulikotoka, tulipo na tunakoelekea kama taifa lenye mwelekeo chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutulinda, lakini pia kwa kutupa jukwaa la majadiliano haya ambayo sio tu tunapanga bajeti bali tunachora hatima ya mamilioni ya Watanzania. Kama tunavyofahamu, Tanzania ni nchi huru. Tutatetea bila hofu haki yetu ya kufanya maamuzi yetu wenyewe kuhusu utaratibu wetu wa kujitawala, kama alivyosema baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwenye hotuba yake ya Tuwashe Mwenge ya mwaka 1992. Na TAMISEMI ndio jukwaa la kujitawala kwa vitendo kwenye vijiji, kwenye mitaa, kwenye kata, kwenye halmashauri, kwenye shule zetu, kwenye barabara na kwenye hospitali zetu. Mheshimiwa Spika, kwa heshima ya kipekee ninamshukuru kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye katika kipindi kifupi ameonyesha kwamba maendeleo yanawezekana, yanaweza kusimamiwa kwa upendo na yakafanyika kwa kasi bila kelele. Lakini kwa matokeo, Rais Samia amekuwa mfano wa kiongozi wa kisiasa mwenye mapenzi na kona zote za nchi hii. Amehakikisha kwamba mwenge wa maendeleo hautakiwi kuangaza mijini pekee bali kuingia hadi kwenye mitaa ya pembezoni. Na sisi TAMISEMI tumepewa kibatari hicho kuusambaza mwanga huo wa matumaini. Lakini pia Dr. Samia sio tu anaongoza nchi, anawasha mwenge wa fikra za maendeleo jumuishi wa diplomasia yenye staha na mwelekeo wa kimaendeleo. Na sisi TAMISEMI tumepewa mwenge huo si kuutazama bali kuupeleka kila kona ya Tanzania. Aidha, nitumie nafasi hii adhimu kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, Amiri Jeshi Mkuu na rais wetu wa Tanzania, kwa kuendelea kuniamini kuwatumikia wananchi wa Tanzania katika nafasi ya waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI. Ninaendelea kumwahidi kuwa nitafanya kazi hii kwa bidii, kujituma na maarifa zaidi ili kuhakikisha ndoto yake ya kuijenga TAMISEMI iliyo bora inatimia. Kwani mafanikio ya ofisi ya Rais TAMISEMI ni mafanikio ya serikali kwa ujumla. Hii ni kwa kuwa TAMISEMI ni maisha ya kila siku ya Mtanzania. Ina jukumu katika maisha ya kila Mtanzania, kila mwananchi. Mheshimiwa Spika, kipekee kabisa ninakupongeza wewe mwenyewe, Spika wetu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa mabunge ya dunia. Mheshimiwa Spika, na wana Mbeya nitakuja kuwaambia huko Mbeya tarehe 26 mwezi huu, wiki hii, nitakuja kuwaambia uwezo wako, nafasi yako na kazi kubwa ambayo umeifanya kwa taifa hili. Mheshimiwa Spika, ninampongeza Mheshimiwa Naibu Spika Mheshimiwa Naibu Spika, ninawapongeza viongozi wote wa bunge hili tukufu kwa kuliongoza bunge hili letu kwa hekima, kwa weledi wa hali ya juu. Mheshimiwa Spika, mmeonyesha kwa dhati kuwa bunge hili halisimamii tu bajeti, linajenga historia. Mmejadili hoja hizi kwa uzito wa kitaifa, si kwa muktadha wa maeneo tu. Na kama alivyosema baba wa taifa, tukiendeleza tabia ya kujadiliana bila kugombana, tutakuwa tumewasha mwenge wa ukweli wa demokrasia ya Tanzania. Leo hoja hizi zimekuwa taa ya kuangaza giza la changamoto za wananchi wetu. Mmeonyesha uongozi bora kwa kuhakikisha majadiliano yenye tija yanakuwa msingi wa kujadili au makadirio ya mapato ya matumizi ya serikali, ikiwa ofisi ya Rais TAMISEMI. Mheshimiwa Spika, hakuna anayeweza kubeza maoni, hoja na ushauri uliotolewa na waheshimiwa wabunge, kwa sababu ndani ya maneno yao kuna sauti za wananchi, kuna macho ya jamii na kuna mwanga wa mwelekeo. Maoni hayo si mapambo ya mijadala ya bungeni, bali ni dira ya kusimamia kwa umakini utekelezaji wa mpango wa bajeti ya mafungu yote 28 ya ofisi ya Rais TAMISEMI kwa lengo la kuimarisha huduma kwa kila Mtanzania
bila ubaguzi wa kijiografia wala hali ya kiuchumi. Na kama alivyosema hayati Edward Sokoine akisimama kwa sauti ya wananchi, serikali yoyote inayoshindwa kusikiliza kilio cha wananchi wake basi haina sababu ya kuendelea kuitwa serikali yao. Kwa msingi huu, hoja zenu waheshimiwa wabunge hazitapita kama taarifa ya kusikilizwa, bali kama mwanga wa hatua, kama mwenge wa utekelezaji na kama alama ya dhamira ya TAMISEMI mpya inayojengwa kwa nguvu ya wananchi na misingi ya haki na usawa. Mheshimiwa Spika, ninaishukuru kamati ya kudumu ya Bunge ya TAMISEMI. Nitumie fursa hii kuwathibitishia kuwa maoni yao, ushauri wao utazingatiwa na kuwa dira ya kuimarisha utendaji na utoaji huduma bora kwa wananchi. Mheshimiwa Spika, ninapenda kuwashukuru na kutambua mchango wa viongozi wenzangu na wataalamu wa ofisi ya Rais TAMISEMI. Kipekee ninawashukuru manaibu mawaziri, Mheshimiwa Dr. Festo John Dugange, mbunge, Mheshimiwa Zainab Athman Katimba, mbunge. Vile vile ninaishukuru management ya ofisi ya Rais TAMISEMI ikiongozwa na ndugu Adolf Ndunguru kwa kazi kubwa ya uchambuzi na ushirikiano walionipatia wakati wa kuandaa ufafanuzi wa hoja zilizotolewa na waheshimiwa wabunge wakati wa kujadili mpango wa bajeti. Imekuwa ni fursa adhimu kwangu, Mheshimiwa Spika, kufanya kazi na timu hii yenye uadilifu, yenye watu wenye vipaji, uzalendo, ubunifu na kujitoa kwao kwa dhati kupigania maendeleo ya wananchi. Mheshimiwa Spika, leo sisimami kwa niaba ya wizara tu, bali kwa niaba ya watu. Leo sijasimama kuhitimisha hoja tu, bali kuwasha mwenge wa dhamira, mwenge wa matumaini, mwenge wa mabadiliko. Na kama alivyosema baba wa taifa, mwenge huu sio mashua, bali wa kuangaza hata walio porini. Ndiyo maana nasema tuwashe mwenge wa TAMISEMI. Mheshimiwa Spika, katika zama ambapo taifa letu linahitaji dira, tumaini na utendaji unaogusa maisha wapo walio pembezoni, leo si siku ya kutoa maelezo tu, bali ni siku ya kuwasha mwenge wa dhamira mpya ya TAMISEMI. Na kama alivyosema baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika hotuba yake ya kihistoria ya tuwashe mwenge ya mwaka 1992, kuongoza ni kuonyesha njia, lakini ni vigumu kuonyesha njia gizani bila taa wala dira. Kwa hiyo leo si mwanga wa takwimu, bali ni mwanga wa mwelekeo wa watu. Leo hatusemi tuwashe mwenge wa maneno, tunaenda nao kwenye matendo. Mheshimiwa Spika, katika taifa letu TAMISEMI ni moyo ya maisha ya kila siku ya mwananchi, na hii ni kwa sababu TAMISEMI ndipo ndoto huandikwa kwenye daftari la shule la kata. TAMISEMI ndipo maumivu hupona katika zahanati ya kijiji, ndipo fursa huinuka kupitia masoko ya mamalishe, na ndipo barabara za TARURA huunganisha kijana wa kijijini na soko la mjini. Kwa hiyo TAMISEMI si ofisi, ni mfumo wa maisha, si wizara tu pekee, ni tafsiri ya kiini cha utawala wa karibu. Kwa hivyo nitende haki leo kwa kusema kwa sauti kubwa na ya faraja, tuwashe mwenge wa TAMISEMI mpya, tusizime ndoto za walio mbali. Mheshimiwa Spika, wakati wa kujadili hotuba ya mpango wa bajeti ofisi ya Rais TAMISEMI mwaka 2025-2026, waheshimiwa wabunge 77 walipata fursa ya kuchangia, ambapo wabunge 73 walipata fursa ya kuchangia kwa kuzungumza na wabunge 4 walichangia kwa njia ya maandishi. Mheshimiwa Spika, hoja za waheshimiwa wabunge zilijikita katika maeneo yafuatayo: 1, ujenzi wa ukarabati wa matengenezo ya barabara; 2, usimamizi na uendeshaji wa elimu msingi na sekondari; 3, utaratibu na usimamizi wa huduma za afya ya msingi, ustawi wa jamii na lishe; 4, usimamizi wa matumizi ya fedha za wajibu wa makampuni kwa jamii, yani CSR; 5, kuongeza mapato ya ndani ya halmashauri; 6, kudhibiti matumizi ya mapato ya ndani ya